Karibu tena katika kipindi cha Tiba Sheria. Kwa majina naitwa Jamal Ahmadi, ni mwanasheria wako mbobezi katika masuala ya kisheria, na hivi siku ya leo nilikuwa niko mbele yako ya kuweza kukupatia tiba sheria katika masuala ya sheria za kodi. Kama nilivyotoka kusema hapo awali, kuna vipengele vingi nimetoka kuviuliza, na ni vipengele ambavyo baadhi ya wadau wetu na baadhi ya wahusika wengi, baadhi ya raia vinawasumbua sana katika masuala ya kodi. Ni kwa sababu hawana elimu hiyo juu ya masuala ya kodi, na ndio maana imekuwa ni changamoto, imekuwa ni vidonda ambavyo visivyo kutibika. Sasa siku ya leo nimekuja kuvipapasa hivyo vidonda na kuweza kuvitibu. Basi kwa kupenda kuanza, ningependa watu waweze kufahamu kabisa kwa awali ni nini maana ya kodi. Ukiongelea maana ya kodi, kodi ni mchango au tunasema ya kwamba ni uchangiaji wa mapato, ni uchangiaji wa matozo kutoka kwa raia kuweza kuchangia serikali ili kuweza kuendesha shughuli zake za kila siku. Bi maana ya kwamba serikali ni chombo ambacho kinawakilisha maslahi ya wananchi kwa kuweza kufanya baadhi ya miradi tofauti tofauti ya kimaendeleo, miradi ya kimaboresho. Ukianza na kuweza kuangalia kwa siku ya leo, ukija kuona serikali imeweza kujenga barabara mpya, imeweza kujenga mahospitali mapya, imeweza kujenga mashule na kuweza kufanya baadhi ya maendeleo tofauti tofauti, ya kupaswa kuweza kufahamu ya kwamba hizo pesa zinatokana na uchangiaji wa kodi kutoka kwa raia kuweza kuipatia pesa serikali. Kwa hiyo maana ya kodi kwa maana fupi ni uchangiaji wa pesa au wa pesa zinazotokana na mapato na tozo na kodi kutoka kwa raia kuweza kuchangia serikali ili kuweza kuwa na nguvu ya kiuchumi ya kuweza kuendesha miradi yake ya kila siku. Hiyo ndio maana fupi ya neno kodi. Lakini pia ni vyema mtu kuweza kufahamu si kila kodi ni kodi. Kodi ambayo ni kodi ni ile kodi ambayo ni halali na imeweza kuorodheshwa kisheria, imeweza kuainishwa bayana na sheria. Ukija kuangalia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sura ya pili, katiba imeweza kusema ya kwamba kodi halali ni ile kodi ambayo imeweza kuainishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kodi yoyote ambayo siku ya leo itakuja kujitokeza na haijainishwa kwa mujibu wa sheria, basi ni jukumu la mwananchi kuweza kuhoji uhalali wa hiyo kodi, kwa sababu kodi zote ni zile kodi halali ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio maana ya kodi halali. Asante. Lakini pia ni vyema kuweza ya kufahamu ni sheria zipi ambazo zinaongoza ulipaji kodi, ni sheria gani zinazotoa utaratibu wa kulipa kodi, ni sheria gani zimeweza kutoa aina za kodi. Tukianza na sheria namba 1 ni sheria maridhawa kabisa ambayo inaitwa ni sheria ya mwongozo wa utozaji kodi ambayo kwa Kiingereza inaitwa the Tax Administration Act. Hiyo ni sheria ambayo ilianzishwa mwaka 2015, inatoa utaratibu gani ya kuweza kutoza kodi na utaratibu gani wa kuweza kutoa makadirio ya kodi na kadhalika. Lakini pia kuna sheria nyingine ambayo inaitwa ni sheria ya ongezeko la thamani la kodi. Hiyo kwa Kiingereza inaitwa the Value Added Tax Act. Lakini pia kuna sheria nyingine inaitwa ni sheria ya zuio la kodi ambapo kwa Kiingereza inaitwa the Withholding Tax Act. Na pia kuna sheria nyingine ni sheria ya mapato ambayo hii inadili na mapato ambayo yanajitokeza katika sekta mbalimbali, kuja kuangalia ambayo inaitwa Income Tax Act. Okay, hizo zilikuwa ni moja ya sheria ambazo zinahusika na utozaji kodi. Zipo sheria tofauti tofauti kadha wa kadha. Kuna sheria inaitwa sheria ya mamlaka ya TRA ambayo tunasema inaitwa Tanzania Revenue Authority Act. Pia na hiyo ni sheria ambayo inaanzisha mamlaka ya TRA katika ambayo ni mamlaka yenye wajibu wa ukusanyaji kodi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia ni vyema kuweza kufahamu ni zipi aina za kodi. Aina za kodi zipo nyingi, zipo kadha wa kadha, zimegawanyika, lakini tutaenda kuangalia kodi madhubuti na kodi ambazo kwa namna moja zimetawala katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kiwango kikubwa. Kuna kodi ambayo inaitwa ni kodi ya mapato. Hii kodi ya mapato imeonyeshwa au imeorodheshwa katika sheria
ya the Income Tax Act, sheria ya mapato ya kodi, ambayo hiyo sheria imetoa kwamba katika utaratibu wa kukusanya kodi ya mapato, tutakusanya kodi ya mapato katika mianja tofauti mitatu, ambayo mwanja wa kwanza tutakusanya kodi katika ajira, pia tutakusanya kodi katika biashara, pia tutakusanya kodi katika uwekezaji. Hiyo ni sheria ya the Income Tax Act, ni sheria ya mapato ya kodi ambayo ndio imeonyesha ni sehemu gani ambapo kodi itakusanywa. Kwa hiyo pia hizo ni kama aina za kodi, lakini pia kuna kodi ya ongezeko la thamani. Hiyo ni kodi ambayo inakusanywa, imetolewa utaratibu wake katika sheria inayoitwa the Value Added Tax Act, ambapo hii sheria ya kwamba imesema kitu gani anapaswa kutoa hii kodi. Hii kodi inapaswa kutolewa na mtu ambaye amesajiliwa na mamlaka ya ukusanyaji wa kodi, ambapo huyu mtu kwa namna moja ama nyingine huwa tunaitwa ni mlaji wa mwisho, the final consumer. Huyu hapa ndio ambaye anasajiliwa katika utoaji wa hiyo kodi ya ongezeko la thamani. Lakini pia siku ya leo tukiachana na hizo aina, somo la leo lilikuwa limejikita kwa kuweza kuangalia sheria ya mwongozo wa ulipaji kodi ambayo inaitwa the Tax Administration Act katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyotoka kusema hapo awali, ni sheria ambayo ilitungwa mwaka 2015 na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuweza kutoa mwongozo mbalimbali kwa namna gani kodi itakusanywa na kwa namna gani kodi inabidi ikusanywe na mamlaka ipi itakuwa inahusika katika ukusanyaji wa kodi. Sasa basi, kwanza ni vyema mtu kuweza kufahamu kodi inakusanywa kwenye jambo gani. Kodi katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, sheria zinasema kwamba kodi itakusanywa katika faida ya mlipaji kodi peke yake. Hauwezi kwenda kukusanya kodi kwenye kipato cha mtu ambacho hakina faida. Kwa hiyo basi, kodi yoyote lazima ikusanywe kwenye faida tu. Ni nini maana ya faida? Watu wengi pia wanakuwa wanasumbuliwa kuweza kufahamu maana ya faida. Faida inabidi, ili kuweza kuangalia faida katika biashara yako, faida katika kipato chako, inabidi uchukue pesa ulioanzishia biashara yako. Tunasema tusaidi mfataka ni mtaji wa biashara yako, ili uweze, afu unakuja unatoa na gharama zote za uendeshaji wa biashara yako. Ukiweza kutoa hapo, utakuja kupata faida, na hiyo faida ndio kwenye macho ya sheria inabidi kutozwa kodi peke yake. Kwa mfano, biashara yangu mimi nimeanzisha leo mgahawa, ambapo mgahawa huo nimeanzisha mgahawa kwa thamani ya mtaji wa shilingi milioni 3, lakini ukija kuangalia nimetumia gharama za uendeshaji wa shilingi milioni 290. Kwa hiyo nitachukua gharama zangu za shilingi milioni 290, nitatoa na mtaji wangu wa shilingi milioni 3, ambapo nitakuja kupata ni shilingi milioni 10. Hiyo ndio faida ninayoipata katika mwaka au katika miezi fulani. Kwa hiyo sasa ile faida ninayoipata ndio ambayo kwenye macho ya kodi inabidi yapaswa kutozwa kodi. Kwa hiyo itabidi mimi kodi yangu itozwe kwenye milioni 10 peke yake. Kwa hiyo hapo utakuja kuangalia asilimia za kutoza kodi kwenye ile milioni 10 ni asilimia ngapi, na hapo ndio mamlaka ya kodi itaweza kukata. Sasa kuna jambo moja linaitwa makadirio ya kodi. Makadirio ya kodi ni makadirio ambayo yanafanyika ili kuweza kufahamu mtu yabidi kulipa kiasi gani cha kodi katika mwaka wa kodi. Ukija kuangalia kuna makadirio ya aina 3 katika ulipaji wa kodi, na haya ndio yapaswa mtu kuweza kuyafahamu. Kama siku ya leo wataka kuanzisha biashara, kama siku ya leo wataka kuanzisha mradi, ya kubidi uweze kufahamu aina hizi 3 za makadirio ya kodi, ambazo zitaweza kukufahamisha ni kiwango gani cha kodi ya kupasa uweze kulipa. Kuna aina 3 za makadirio ya kodi, ambapo tukianza na aina ya kwanza, kwa Kiingereza inaitwa self assessment tax. Pia kuna makadirio ambayo yanaitwa jeopardy assessment, lakini pia kuna makadirio namba 3 ambayo hayo makadirio yanakuwa yanafanywa na mamlaka ya TRA. Tunasema hayo ni mamlaka ambayo anayafanya Commissioner General wa TRA. Kwa hiyo makadirio yapo 3.
kuna self assessment. Hii self assessment tukianza nayo ni yale makadirio ambayo muendesha biashara, muendesha kampuni, muendesha mradi yeye mwenyewe kwa matakwa yake na kwa maridhawa yake anabidi kuweza kuyafanya. Hayo ndio yanaitwa self assessment tasks. Na haya makadirio mtu anaweza kujiuliza tunayafanya kwa muda gani? Ni jibu rahisi. Katika utaalamu na katika utaratibu wa kulipa kodi kuna neno fulani watu wanapenda kulisikia linaitwa file return. File return ni kupeleka mrejesho wako wa mapato yako mbele ya mamlaka ya TRA. Baada ya kupeleka yale mapato yako, mrejesho wa mapato yako, tunasema ile pale kwa mwisho wa mwaka wa ulipaji kodi, tunasema ile ndio maana ya file return. Hivyo basi hiyo pia ndio kwa Kiingereza inaitwa ni self assessment. Unajifanyia makadirio mwenyewe ya mapato yako kwamba faida zako ni zipi, mtaji wako ni upi, expenses zako ni zipi, gharama ulizotumia katika uendeshaji wa biashara yako. Ukimaliza unapeleka wapi? Unapeleka katika mamlaka husika ambayo ni TRA, ambayo ikiwa chini ya Commissioner General. Sasa basi haya makadirio ya self assessment kama nimetoka kusema awali ni mtu mwenyewe anajifanyia. Sasa huaga kuna changamoto inatokea. Ninashangaa mtu kwa sababu ashafahamu ya kwamba ukiongeza gharama, yani gharama zikiwa kubwa, ni rahisi sana ya kuweza kukwepa kodi, ya kupunguza gharama za ulipaji kodi. Kwa hiyo basi unapofanya hilo jambo kisheria, Commissioner General baada ya kufanya ile self assessment kujifanyia wewe mwenyewe, Commissioner General ana uwezo wa kuangalia yale makadirio ya kodi uliyoweza kumpelekea, na baada ya kuweza kuangalia, akiangalia kama hayana nia njema makadirio yako, basi na yeye pia ana wajibu mmoja wa kufanya, wa kuanzisha kitu kimoja kinaitwa tax auditing. Tax auditing ni uchunguzi ambao unakuja kufanyika baada ya wewe kupeleka mrejesho wako wa ulipaji kodi, tunasema mrejesho wako wa mapato ya mwaka. Basi baada ya kupeleka, Commissioner General wakaona kama huo mrejesho wako si wa nia njema, kuna udanganyifu, kuna sehemu umeficha taarifa, basi anaweza akafanya tax auditing. Yani anasema anafanya uchunguzi ndani ya biashara yako, ambapo kisheria atakupatia taarifa ni lini, atatuma timu yake ya kuja kufanya uchunguzi. Baada ya kutuma ile timu ya kufanya uchunguzi, watatengeneza taarifa ambayo ile taarifa wataenda kubaini ni sehemu gani na sehemu gani umefanya udanganyifu, ni sehemu gani na sehemu gani ilibidi ya kupaswa wewe kutoa taarifa kamili hujafanya. Basi wakisha kuweza kuchunguza zile taarifa watampelekea Commissioner General. Baada ya kumpelekea Commissioner General ataangalia kupitia zile taarifa, na pia atakupa wewe nafasi ya kuweza kuleta taarifa zako pia, ambazo baada ya kupatiwa mrejesho wa zile taarifa zinazopatikana kwenye uchunguzi, na wewe utapaswa kuweza kutoa taarifa za kuweza kujitetea. Ukiweza kujitetea, baada ya kumaliza hapo, Commissioner General atakachokifanya ni kufanya assessment yake yeye mwenyewe, ambayo hiyo assessment tunasema kisheria ni assessment ya makadirio ya kodi, ambayo Commissioner General ana nguvu ya kuweza kuifanya na sheria imempa nguvu. Atasema ya kwamba labda kampuni Z, au tunasema kwamba biashara A, wewe kama biashara A ilibidi uweze kuleta mapato yako ya kufikia milioni 200, lakini wewe ulileta mapato yako inaonyesha kwa mwaka ni ya milioni 100. Hivyo basi wewe utabidi ya kupaswa kulipa kodi kiasi fulani na fulani na fulani. Hayo ndo makadirio ambayo anafanya Commissioner General. Sasa basi Commissioner General akishafanya makadirio hayo, wewe itakuwa ni wajibu wako upi?